Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni alfabeti ya lugha ya Kiarabu. Zipo tofauti na herufi za alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na zipo tofauti pia na herufi za alfabeti za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Matumizi ya herufi za abjad za lugha ya Kiarabu zimegawanyika katika pande kuu 4. Pande ya kwanza ni herufi 7 zinabeba asili ya moto, na pande ya pili ni herufi 7 zilizobeba asili ya udongo, na pande ya tatu ni herufi 7 zilizobeba asili ya upepo, na pande ya 4 ni herufi 7 zilizobeba asili ya maji. Kama tulivyo binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Ni herufi hipi ya abjad ya lugha ya Kiarabu ambayo nakuletea hapa pamoja na matumizi yake? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi dal. Kwa yule mtu anayehitaji kukidhiwa haja yake na Allah subhanahu wa ta'ala, atafute karatasi nyeupe, aandike herufi hii ya dal mara 99. Wakati anaandika asome utajo huu ya Fatah ya Razak mpaka atakapokuwa amemaliza, wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, na azma hiyo atumie kutembea nayo, basi hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkidhia haja yake. Na kwa yule mtu anayehitaji kupendwa na kuheshimika kila kona ya dunia atakayopita, basi aiandike herufi hii ya dal, iwe kama azma kwa muda wa usiku, ule muda wa upweke, watu wakiwa wamelala. Wakati anaandika atasoma utajo huu mpaka atakapokuwa amemaliza kuiandika herufi hii ya dal mara 35. Ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Atakuwa anataja utajo huu mpaka atakapokuwa amemaliza kuiandika tarasimu ya herufi hii ya dal mara 35. Kama utaandika tarasimu hizo kupitia dhafarani na miski, basi hakika utakuwa ni mtu mwenye kupendeka na utakuwa ni mtu mwenye mvuto. Haya ni maajabu ya herufi dal. Kwa yule mtu ambaye amedhulumiwa haki yake, amefanyiwa unyama na ukatili, anahitaji kumdhalilisha dhalimu wake au kumpa adhabu na pigo zito adui yake alimfanyia unyama, amke muda wa usiku wakati nyota tayari zipo kwa wingi, anyanyue shingo yake kwa juu, kisha atie nia anayohitaji kumdhalilisha adui yake apate pigo, kisha aisome herufi hii ya dal mara 1000. Basi hakika yule adui atapata pigo kubwa sana, na yule mtu aliyekudhalilisha, aliyekudhulumu haki yako, basi hakika atapata adhabu kubwa mno. Na
Kwa yule mtu pia ambaye anahitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkidhie haja yake, ana jambo lake anahitaji Mwenyezi Mungu amsaidie aweze kufanikiwa hitaji lake, basi hakika kwa muda wa usiku katika nyakati za utulivu zile, isome herufi hii ya dal mara 1000, kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Fanya mwendelezo kwa muda wa siku 15, basi hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia hitaji lako. Kama uliondokewa na mke au mume amekukimbia, basi hakika atarejea kwa haraka zaidi. Na kama kuna tatizo upo nalo ambalo linakusumbua, unahitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja yako, basi hakika haja yako itakidhiwa kwa haraka zaidi. Na kwa yule mtu ambaye amepotelewa na akili katika kichwa chake, yani amekuwa kichaa au amepotelewa na ufahamu wake wa akili, amekuwa akipoteza kumbukumbu, iandike herufi hii ya dal mara 75 kupitia miski pamoja na zafarani. Tengeneza kombe unakunywa kwa muda wa siku 30. Hakika kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufahamu wako wa akili utarejea, na kama ndugu huyo alikuwa ni kichaa, basi huyo kichaa utakuwa ni mwenye kutoweka kwa idhini yake Allah. Na herufi hii ya dal kwa yule mtu ambaye amepotelewa kitu chake au ameibiwa kitu chake na kile kitu kimefichwa, anahitaji kufahamu kipo pahala gani. Sawa Kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mchukue jogoo, msomee herufi hii ya dal mara 700, kisha tia nia, mwachilie yule jogoo. Basi hakika yule jogoo ataanza kutembea mpaka pale kile kitu kilipofichwa au palipofichwa. Utamwona analeta ishara kama ya kufukua kitu. Basi kama kile kitu kitakuwa kilifukiwa pale, basi hakika utakipata kitu chako ambacho kimefichwa. Hata katika wale watu ambaye ni wachimbaji wa madini, wapo katika eneo la mgodi, anahitaji kuangalia pahala sahihi pa kulenga shabaha, akichimba aweze kupata mali ambayo iliyofichwa na majini, au anahitaji kufahamu mali iliyofichwa ardhini. Kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msomee jogoo katika hilo eneo, mshikilie mara 700, kisha mwachie. Atakwenda kufukua, basi hakika hapo ndipo mali ipo. Kwa yule mtu ambaye ameibiwa kitu chake na anahitaji akipate kitu chake na kisiuzike kwa wale watu ambao wamekiiba, sawa utatafuta karatasi nyeupe, utaiandika herufi hii ya dal mara 775, kisha ukiwa unaandika utasoma utajo huu ya dayar ya khalq mpaka utakapokuwa umemaliza. Utakuwa unasoma ya dayari ya khalq pindi unapokuwa unaiandika ile tarasimu yako. Utapokuwa umeimaliza, nenda kaweke katika masahaf, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hakika kile kitu kilichoibiwa hakitoweza kuuzika, na wale watu waliokuibia watakurejeshea kitu chako ambacho walikiiba. Haya ni maajabu ya herufi dal. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo
kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka. Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au mbaba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho na unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.